Sisi hapa tulivyofika hapa tumkuta gari inaendelea kuwaka. Tukamkuta na mmoja mbanwa nani na mlango kiuno. Kwa tukaendelea kumuokoa, tukamvuta, tukamweka hapo, tukasubiri gari, tukampakia, tukaenda naye hospitali ya mkoa. Kwa sasa hivi ndio sisi tumetoka mkoani hospitali. Kwa hiyo yule amvunjika kiuno na mguu. Na yule ni aliomba lifti. So gari ile aliomba lifti tu Minjingu. Kwa hiyo walikuwa na huyu jamaa aliyeungua. Yaani gari lilipoanguka ndo ikaungua saa hiyo. Alipoungua ndo watu wakaja wakamtoa wale watu wawili wakampeleka hospitalini. Wakampeleka hospitalini mkoani. Ndio wakaenda kumfanyia huduma. Ndio hivyo mimi nazoelewa. Nadhani kama gari ilikuwa imefeli akaangukia korongoni. Hii anayetoka kutoka Arusha anaelekea juu ndio imeungua. Ndio kasababisha ajali watu kuungua ndani. Nilisikia kishindo kizito nikiwa nyumbani. Baada ya hapo nilisikia kimora cha gari ya zimamoto. Nikajua lazima kutakuwa kuna tukio baya limetokea. Nikaja kufika hapa nimekuta wameshashusha mipira wanaendelea kuzima moto. Tukashirikiana kuhakikisha moto utazimika na kuokoa maisha ya mtu aliyekuwa amebanwa kwenye vyuma hapo, ila tulishindwa kumwokoa kwa sababu moto ulikuwa mkali. Baada ya moto kuzimwa, tulishirikiana na polisi kuhakikisha ule mwili unaokolewa na umepelekwa mochwari. Mtu mmoja ambaye tuliwahi kumtoa kabla ya moto kumfikia, na alikuwa na majeraha makubwa ya kuvunjika miguu. Kwa bahati nzuri nilipokea taarifa kutoka kwa afisa mtendaji mmoja wa eneo la Magugu ambaye nafikiri alikuwa yuko njiani anapita, akawa ameona ajali ambayo imetokea na moto unaanza kutokea. Kwa hiyo akawa amenipigia simu na mimi mara hiyo nikatoa taarifa kwa kikosi ambacho kiko standby, na kwa muda huo wakaweza kufika mara moja kwenye eneo. Na tulipofika kwenye eneo tumekuta magari mawili yamegongana. Moja linatoka Rwanda kuelekea Tanga na lingine linatokea Arusha, lilikuwa limebeba bia linaelekea kanda ya kaskazini. Kutokana na mvua nyingi ambazo zilikuwa zinanyesha, huyo mwenye mzigo alikuwa amechukua tahadhari, anatembea katikati ya barabara na alikuwa kwa mwendo wa taratibu. Lakini hii nyingine inatoka Rwanda ilikuwa haina mzigo, na kwa bahati mbaya ile eneo ni eneo la mteremko. Kwa sababu hiyo sasa, na bila shaka liko kwenye spidi kidogo.